Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wananchi. Hapa nazungumzia Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea ikiwa sasa ni takriban siku tatu mara baada ya kuweza kuzuka taarifa kuhusiana na msemaji wa klabu ya soka ya Young Africans. Hapa nazungumzia Bwana Ali Kamwe juu ya taarifa yake ya kufungiwa miaka miwili kutokujihusisha na soka ndani na nje ya Tanzania. Sasa taarifa hiyo ambayo imekuwa ikienea katika mitandao ya kijamii, hatimaye leo hii imeweza kupata ufafanuzi wa kile kinachoendelea, ambapo inaelezwa kwamba kila kitu kimeweza kuwekwa sawa. Kimewekwa sawa vipi? Utakwenda kujua hapa, kwani taarifa yako yote kamili mimi nimekusogezea hapa uweze kujua ni nani ambaye kilichoanza mpaka kilipoweza kufikia na mustakabali wa Ali Kamwe na maisha yake ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans yanaendelea vipi. Bana, taarifa hiyo niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikusogezea kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo ano subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako bila kupepesa macho huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa ni muhimu zikawa zinakufikia wewe hapo moja kwa moja. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, taarifa ambayo ilikuwa ikiweza kuenea katika mitandao ya kijamii ikimhusisha afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans Bwana Ali Kamwe juu ya kuweza kusimamishwa kwake kuwa afisa habari wa Young Africans kwa kipindi cha miaka miwili, na sio Yanga bali ni shirikisho la soka Tanzania TFF kupitia kamati ya maadili mara baada ya kuweza kuwaita na kuzungumza nao na kuweza kuojiana nao kwa yale ambayo yanaendelea, huku waliitwa wote wawili, ambapo ilikuwa ni afisa habari wa klabu ya Simba Bwana Ahmed Ali pamoja na Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa Young Africans, wote wawili kila mmoja akiwa na shitaka lake, ambapo kwa upande wa Ali Kamwe ilionekana ya kwamba shitaka lake lina uzito sana kiasi ya kwamba wakaweza kufikia hatua ya kuweza kutangaza vile kwamba Ali Kamwe hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans kwa miaka miwili. Sasa watu wakawa wanasubiri kuweza kusikia tamko rasmi kutoka Young Africans pamoja na tamko kutoka hapa nazungumzia kwa upande wa shirikisho la soka Tanzania ambao ndio TFF, kuona ile waraka wao ama barua yao ambayo huo wanaitoa ikionyesha kwamba huu ni uthibitisho kwa yale ambayo yanazungumzwa mpaka sasa, ambapo tunaelekea katika dabi ya Kariakoo. Toka taarifa hizo zianze kuunguruma katika mitandao ya kijamii, hakuna sehemu yoyote ambapo pameonyesha Ali Kamwe amefungiwa kwa kile kinachozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, wala Young Africans hawajatoka hadharani kuzungumza kile kinachoendelea kuhusiana na Ali Kamwe kufungiwa kwake hiyo miaka miwili. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho alichokisema Ali Kamwe mwenyewe kwa siku ya leo, ambapo ameonekana katika mkutano wa waandishi wa habari alipokuwa akiweza kufanya press kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa siku ya kesho, ambapo Ali Kamwe yeye amesema ya kwamba kile kinachoendelea kwa sasa katika kikosi cha Young Africans na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa juu ya hiyo taarifa yake ya yeye kufungiwa, ambapo Ali Kamwe anasema ya kwamba taarifa ya Ali Kamwe kufungiwa miaka miwili sio taarifa rasmi, ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga, hata wanasheria ambao waliniwakilisha pia hawajapokea nakala ya hukumu. Unaona bana, akisema hayo Ali Kamwe akisema bado hajapokea nakala ya hukumu ya kuonyesha
ya kwamba yeye sio sehemu tena ya kikosi cha Young Africans kwa yale ambayo yanayoendelea kwa sasa. Huku pia TFF wenyewe bado hawajatoa muktasari wowote juu ya taarifa kuhusiana, kwa sababu waliitwa kwenye kamati, bado na majibu na yenyewe hayajatolewa kwa yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Wao hawakuweza kutoa taarifa yoyote. Kwa hiyo mtoa taarifa ndio kazi anayo kwa yale ambao walikuja akayazungumza na kusema ya kwamba hapa Young Africans watamkosa Ally Kamwe kwa hicho kipindi cha miaka 2. Kwa hiyo taarifa ndio inaeleza hivyo kuhusiana na Ally Kamwe, huku watu wengi wakiendelea na taarifa wakisema ya kwamba pengine wa TFF wanasubiri joto la dabi limalizike alafu ndo watoe taarifa yao. Unaona bana. Wengine wakiweka kwamba pengine wanahisi watalesta mtafaruko kwa baadhi ya mashabiki mara baada ya taarifa yao kuwa rasmi. Pengine wakaona ni vema wasubiri mpaka dabi itakapomalizika ndio watoe sasa maamuzi ambayo wao wanaona ni sahihi kwa yale ambayo yaliyoendelea kufuatia kesi ya hapa nazungumzia msemaji wa kikosi cha Young Africans. Lakini Ally Kamwe ameendelea kwa kuzungumza kuhusiana na mchezo huo. Bwana Ally Kamwe ananukuwa anasema ya kwamba si kweli kwamba Yanga wamekuwa wababe wa Simba kwa kipindi kirefu kwa sababu Simba ni dhaifu, bali Yanga wamekuwa wababe wa Simba kwa kipindi hicho kwa sababu Yanga ni bora mbele ya Simba. Simba wanakuwa bora, wanafanya maandalizi, lakini wakifika uwanjani wanakutana na Yanga ambayo ni bora zaidi yao. Ubora wa Yanga ndio unafanya uone Simba ni dhaifu, lakini wote huwa tunakuwa bora kabla ya dakika 90. Baada ya dakika 90 ndio unaona udhaifu wa Simba. Udhaifu wa Simba umetengenezwa na ubora wa Yanga. Simba ni bora, lakini anapata udhaifu baada ya dakika 90 akicheza na Yanga. Meneja habari wa mawasiliano ya Young Africans huyo akiweza kuweka maneno yake kuhusiana na dabi ya Kariakoo, kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika hapa nazungumzia hapa nazungumzia kuhusiana na haya ambayo kila mmoja amekuwa akiweza kuyazungumza kuhusiana na haya lakini pengine haya ni maumivu kwenye mioyo ya wanayanga. Kocha wa Yanga Moardin Hamdi anasema kuna hatihati ya kutokumtumia Stefano Aziz Ki katika dabi ya kesho kutokana na kuwa na maumivu ya nyonga. Ukweli ni kwamba Yanga bila Aziz Ki tayari wameshapunguza asilimia ya ushindi dhidi ya Simba. Bahati mbaya sana Clatous Chama hajapewa heshima. Kwa mujibu wa Aziz Ki amesema ni 50-50. Unaona bana, ni 50-50, yani kwamba 50 kwa 50 Yanga kumkosa Aziz Ki kesho. Huku kwa upande mwingine ni kwamba Simba wao watawakosa hapa nazungumzia golikipa Kamara pamoja na Chemalon Fondo. Hao watakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans cha Simba dhidi ya Young Africans. Lakini mmesikia huko zilizotufikia hivi punde ni kwamba GSM kaweka milioni 500 vijana wake wamshone mnyama. Unaona bana, kile kinachoendelea kwa sasa. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona je Young Africans wataweza kuchukua hizo milioni 500. Kila kitu kitawekwa wazi. Hii hapa ni Wina Media, karibu.